Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Ni katika wodi ya watoto idara ya saratani hospitali ya taifa Muhimbili jijini Dar es Salaam. Tumeshuhudia Eagle Sight Charity, taasisi ya upendo ambayo inakwenda kugusa maisha ya watu moja kwa moja. Leo wametoa zawadi kwa watoto ambao wana uhitaji katika wodi hii ya watoto ya saratani hapa hospitali ya Muhimbili, ikiwa ni sehemu ya kutekeleza majukumu yao. Nikiripoti kutoka hapa hospitali ya taifa Muhimbili, mimi ni Naomi Tetemeko, Dar24. Jina langu ninaitwa Selina Endrodidasi, ni mwanzilishi wa taasisi ya Eagle Sight Charity. Tunamshukuru Mungu, leo tumepata nafasi na kibali cha kuweza kuja kuitembelea hospitali ya Muhimbili, wodi ya watoto, kitengo cha kansa, watoto wanaosumbuliwa na matatizo ya kansa. Tumepata neema kuongea na madaktari, lakini pia tumepata neema kuleta kile ambacho Mungu ametupa pamoja na wadau wengine. Tumeshiriki kutoka maeneo tofauti tofauti, lengo ni kuigusa jamii yetu, na tunamshukuru Mungu leo tumeweza kufanikisha haya. Eagle Sight Charity ni taasisi ambayo inajishughulisha na masuala ya kijamii, hasa watoto wenye mahitaji na wanaoishi katika mazingira magumu. Kwa nini tunafanya haya? Tunaamini kwamba watoto hawawezi kujielezea kama watu wengine ambao wanaweza kujielezea, lakini pia tunajua kwamba msingi ulio bora unaandaliwa tangu kiwa upo chini kabisa, ambao ndo watoto hawa. Tunatamani watoto wapate matibabu, waweze kupata yale mahitaji muhimu ili waweze kukua katika usalama na kuweza kutimiza ndoto zao na kile ambacho Mungu amekipanda ndani yao. Kwa sisi tumepata nafasi hii, tunamshukuru sana Mungu na wadau wote ambao tumeshirikiana kuweza kukamilisha hili. Tunawapongeza wadau wote ambao wamekuwa pamoja nasi tangu tumeanza kutangaza kuhusiana na kutoa, na kweli tumepata mwitikio mzuri kutoka sehemu tofauti tofauti ndani ya Tanzania. Tunaamini hatuwezi kutoa 100% ya furaha kwa watu, lakini kwa kadri ambavyo watu wamejitahidi kujitolea, wamejinyima kwa ajili ya kufanya hiki, tunasema tu Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asante kwa wote ambao wameshiriki pamoja na sisi. Tunaamini kwamba watu wanavozidi kuona na tutaendelea kuwagusa watu wengine, naamini sio hapa tu, kuna sehemu nyingine tena tunaweza tukawafikia. Kauli yetu mbiu ni ile ile, let love lead. Kwa majina naitwa Makala Mtawa, ni afisa muuguzi mkunga, lakini kwa sasa niko katika idara hii ya watoto magonjwa ya saratani. Kwanza tupende kuwashukuru Eagle Charity kwa kututembelea siku hii ya leo, kwa sababu wamekuwa ni msaada mkubwa, kwa sababu vitu ambavyo wamevileta siku ya leo kama tunavyoviona hapa ndio mahitaji haswa ambayo tunahitaji kwa watoto wetu. Watoto wa saratani wamekuwa ni watoto wenye uhitaji mkubwa sana, ukianzia kwenye swala la vipimo, lakini ukija swala la matibabu, lakini pia ukija swala la mahitaji yao ya kila siku. Hivi vitu vilivyoletwa, sisi kama watu wa huduma, kuanzia wauguzi, madaktari na watu wengine wa kada ya afya tunaowahudumia watoto, vinakuwa ni msaada mkubwa sana kwetu kulingana na aina ya matibabu wanaowapata hawa watoto. Wakishaanza hizi dawa za chemotherapy, watoto wengine wanapata changamoto ya kuharisha sana, kutapika, lakini pia upungufu wa kinga mwili, upungufu wa damu, lakini pia upungufu wa lishe. Ugonjwa wa saratani unatibika, lakini tu lai kwa jamii tunaomba kwamba wawe ni watu wa kuchunguza afya zao mara kwa mara, lakini pia mbali na hivyo wawe ni mabalozi wazuri wa sisi katika tunapoielekeza jamii vipi ni vitu ambavyo vinaweza vikawa ni risk factor kwa baadhi ya magonjwa na vile ambavyo wanapaswa wasivifanye, aidha kwa watoto. Kwa mfano, kwa watoto, mtoto katika ukuaji wa watoto tunashauri sana jamii wasiwe watu wa kupendelea kuwalisha vyakula vya viwandani, wapendelee kuwalisha vyakula vya asili, lakini pia katika ukuaji bora wa watoto ikiwezekana watembelee wataalamu wa lishe ili kulingana na ukuaji wa mtoto huyo ashauri ni vyakula gani apendelee zaidi kumpa kwa mtakabazi bora wa afya ya mtoto wake. Jina langu naitwa Mariam Shabani. Mimi ni mzazi wa mgonjwa. Niko mahali hapa ninauguza kijana wangu ambaye ana changamoto ya saratani ya koo.
na nipo mahali hapa kwa muda wa miezi mitatu. Ninamshukuru Mungu, tiba ambayo inaendelea kwa mtoto wangu, maendeleo yake ni mazuri. Neno moja kwanza, napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya msaada ambao wameweza kutupatia. Mungu kwanza wabariki. Asante kwanza kwa ajili ya huo upendo ambao wametuonyesha, kutujali na kutukumbuka. Pia tunashukuru zaidi kwa moyo ambao wameweza kujitolea kutusaidia sisi. Wito wangu kwa Watanzania wengine waweze kuiga mfano ambao kama wa Eagle Search ambao nao pia wameweza kufanya, kuweza kuwagusa watu ambao ni wahitaji. Sio sisi tu pia pekee ambao watoto wenye changamoto ya kansa, lakini wako pia wengine wenye uhitaji mbalimbali, pia waendelee basi kuguswa kuweza kuwasaidia. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.